Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil na Israel. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza wa mti huu unaofahamika kwa jina la usilesile. Wengine wanauita msubiani, lakini watu wa Tabora, watu wa Shinyanga, watu wa Nzega, watu wa Kahama, watu wa Igunga, watu wa Gambush wanaofahamu kwa jina la kalilila. Mti huu una miujiza mingi sana na una kazi nyingi sana. Je, unaofahamu mti wa kalilila? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama, hakikisha kabla hujaja katika mti huu uwe umekaa siku 7 hujashiriki tendo la ndoa. Na wakati unakuja hakikisha uwe umekoga na umechukua udhu. Utapofika katika mti huu wa kalilila au msubiani au silesile, vua viatu vyako, hakikisha una udhu, piga magoti, tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndio uliumba ardhi, ukaumba mbingu, uliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Ya Rabbi, hujawahi kuumba kitu ambacho hakina sababu, na wewe ndio upo juu ya sababu. Nakuomba ya Rabbi, nichukue mti huu wa kalilila ukatatue changamoto zangu. Mti huu unaoona hapa una rangi ya njano. Huu ni usilesile au msubiani au kalilila. Ukichukua magome yake ukatwanga, unapata unga wa njano, afu unakuwa una kakasi fulani, afu ni mchungu fulani hivi, sawa Kwa yule mtu ambaye anahitaji kumtibu mgonjwa mwenye maradhi ya ukichaa, utachukua magome yake, utayatwanga, utapata usembe, utamnywesha wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, alafu usembe wake mwingine mfunge katika mkono wake wa kulia. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haitopita siku 30 yule mtu atapona ukichaa. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kuweka kinga katika nyumba yake, wachawi wasiingie, na mchawi akija apigwe mwereka, zindika katika pembe kuu 4 za nyumba yako usembe, na katikati ya nyumba yako, kisha chukua maji, changanya, mwaga juu ya bati. Hakika kama nyumba yako ilikuwa ina mauzauza, ulali usiku, mapaka wanapita, hiyo nyumba hatokanyaga mchawi, na akipita kitakachomkuta atakuja kusimulia yeye mwenyewe kwamba nilikuja kwa fulani au nilikuja kwako kuwanga, kilichonikuta ndiyo hiki. Mti huu wa kalilila, kwa yule mtu ambaye anasumbuka na mashetani wachafu au mizimu michafu ambaye ni mibaya ya umaskini, ambaye inamletea matatizo, inamletea maradhi, chukua usembe wake huu, chukua na soda ya Pepsi, tingisha, kisha tia katika ile soda, sawa alafu tikisa kidogo, alafu mpatie anywe. Hakika yule pepo kama yupo mchafu atapanda hapo hapo kichwani, na kisha panda atasema alikotoka na ametumwa na nani, na kama ni jini wa kheri pia atapanda kichwani na kuzungumza, na kama ni pepo mbaya ukimwamuru akimbie na atoke au mzimu mchafu atakuwa ni mwenye kukimbia. Haya ni maajabu na miujiza ya mti huu wa usilesile au msubiani au kalilila. Kwa yule mtu ambaye hapendeki, haheshimiki, hasikiliziki, hata akiongea zuri vipi halieleweki, anaonekana ameongea ujinga, akifanya jambo zuri linatafsiriwa kwa ubaya, sawa Wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama na wakati wa usiku saa 8 usiku, anza kutumia wakati wa saa 8 usiku, tumia kukoga kwa manuizo maalum ya kupendeka, kuheshimika na kusikilizwa, na wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Hakika awe ni mtoto wako au wewe ni mtu mzima, unahitaji kupendeka na ukipita watu wakuone kama inavyoonekana rangi ya njano katika rangi zingine, basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa ni mtu mwenye kupendeka sana. Na kwa yule mtu ambaye akumbukwi na ndugu na rafiki na bosi, haheshimiki, watu hawamtii,
ukiutumia kukoga mti huu wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, utakuwa ni mtu mwenye kukumbukwa. Ukiogea hii dawa utakumbukwa mpaka na wadeni wako wanekudai, na utakumbukwa kama ni mfanya biashara. Kuna watu walikusahau, wateja walikusahau, watakukumbuka kwa mazuri. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa Kalila. Kwa yule mtu ambaye anasumbuka na maradhi ya nguvu za kiume, sawa, ambaye nguvu zake zimepotea kiasi cha kwamba hata kipiga tu kimoja chali amechoka, au yule mtu ambaye tayari anahitaji kuongeza nguvu za kiume na atengeneze mayai yake ya uzazi yawe yana uwezo wa kumfanya mwanamke ashike ujauzito, huu ni mujarab sana kwa mwanaume. Ukinywa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, au ukachanganya na uji, basi utakuwa na nguvu za kiume. Kwa yule mwanamke mwenye uvimbe katika uzazi, au yule mwanamke anasumbuka na maradhi ya chango, au anasumbuka na maradhi ya hedhi, au ana shida ya kushindwa kushika ujauzito, chukua magome yake haya wakati wa hedhi, tumia kunywa ule usembe wake, changanya na uji au chemsha, kunywa. Hedhi kikata, utaendelea ndani ya siku 7 tu mbele, utahesabu katika hedhi, zipite siku 7 utaacha. Kama utoshika ujauzito katika mwezi huo, basi tusubiria mwezi unayofuata. Mwezi unayofuata pia ukinywa, haitopita miezi 3 utashika ujauzito. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa Kalila au msubiani au usile. Mti huu ni mvuto mkubwa sana wa biashara, ni mvuto mkubwa sana wa mapenzi, kukubalika, kusikilizwa. Ni ndagu ya mvuto wa kupendeka. Ukichanganya na mafuta ukatumia kujipaka, utapendeka we mpaka na wanyama, mpaka na wadudu, mpaka na kenge, mpaka na mijusi. Yaani utakuwa ni mtu mwenye mvuto mkali sana. Mti huu pia ni limbwata la mapenzi, kumfunga mke au mume. Usembe wake huu, ukikata kucha zako za mkono wa kulia na mkono wa kushoto, nywele zako za kwa babu, za kwa bibi, za kwenye kikwapa na kila sehemu, ukachoma na kucha za kwenye miguu, ukapata ule usembe wake, ukachanganya na hii Kalila, ukamwekea mpenzi wako, aidha katika juisi, aidha katika chakula, akila, atakuwa na kukumbuka kwa mazuri tu. Yale mabaya yako atakuwa hayaoni, atakupenda mpaka atachanganyikiwa. Ni limbwata kubwa sana, ni likomolo la mapenzi. Mti huu una mambo mengi sana. Majani yake haya ukiyafanyia fusho kwa ajili ya kuondoa nuksi, kuondoa mikosi, majani yake haya ukachanganya na alimiti ukajifukiza, basi zile nuksi, mikosi na mabalaa yatakuwa ni yenye kukimbia. Kwa leo naomba uridhike na elimu hii chache ya mti huu wa Kalila au msubiani au msile. Kwa wakati mwingine Allah akinijalia uzima, nitakuja kuelezea kwa marefu zaidi na mapana. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je,
Unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, unahitaji kujifunza miti pamoja na mimea na tiba yake. Kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kunitafuta kupitia namba +25578412052. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.